kabla ya kila kitu yeye yupo. Muda gani? Usiulize. Alikuweko wapi? Usiulize. Alikuwa kwenye mazingira gani? Usiulize. Anga hiyo usende, huwezi, huna uwezo nayo. Jua tu huwa al-awwalu, katika huu ulimwengu Allah yeye ndo wa mwanzo kabla ya kila kitu. Laisa liwujudihi bidaya, kuwepo kwake yeye hakuna mwanzo, huwezi kusema alianza lini. Laisa liwujudihi bidaya, kuanza kwake Allah, kuwepo kwake hakuna mwanzo. Wala libaqaihi nihaya, wala atakapo destroy ulimwengu huu na vilivyomo, yeye hana ukomo, tuseme ataishi kwa miaka mingapi baadaye, hana mwisho, hana mwanzo, hana mwisho. Wadhahir walbatin, na yeye Allah ndiye wa dhahir na ndiye wa batin. Dhahiri bimaana kitu kiko wazi wazi kinaonekana, kwa hiyo Allah yeye ndo dhahir. Kila kitu ulimwenguni hapa kinaakisi uwepo wa Allah. Kwa hiyo Allah anaonekana dhahir, lakini kwa kupitia alivyovifanya. Kila kitu kinakuonyesha uwepo wa Allah na uwezo wake. Walbatin, na yeye ndiye wasiri aliyefichikana, kwa sababu hakuna anayeweza kutrace akajua physical appearance yake Allah ipi, kafichikana. Na nasema laisa kamithlihi shay'un, Allah hafanani na chochote katika vitu vilivyopo ulimwenguni. Kwa hiyo usichukue chochote ukakikadiria Allah yuko kama hivi. Kwa hiyo huyo albatin ni wasiri. Adh-dhahiru liluquli biladillati walbarahin, Allah yuko dhahiri kwenye akili za viumbe wenye akili. Akili za viumbe zinamuona Allah dhahir biladillati walbarahini, kwa kupitia dalili na hoja anazojenga kwenye maelekezo yake, na vitu alivyoviumba tukivizingatia vinatuonyesha uwezo na uwepo wa muumbaji. Kwa hiyo yuko dhahir biladillati walbarahini dalati ala wujudi. Tuna dalili za kutosha na hoja nyingi za kiakili zinazoonyesha dalili ya uwepo wa muumba wa ulimwengu huu, na anasimamia ulimwengu wake. Kwa hiyo ni dhahir kwa sababu ya dalili zinazotujulisha mwenye ulimwengu huu yupo. Albatin, anajiita yeye ni wasiri wa ndani, kafichikana. Alladhi la tudrikuhu alabsaru, ni kwa sababu hakuna katika wenye macho anaye uwezo wa kumuona, haonekani. Wala tasilu aluqulu ila maarifati kunnihi dhati au kunhi dhati, na akili zozote za viumbe waliopewa akili hazina uwezo wa kufikia mahala ya kujua dhati ya Allah hasa ikoje, yeye mwenyewe hasa yukoje. Au viumbe waliopewa akili, hakuna aina yoyote ya viumbe wenye akili, si malaika, si wanadamu, si majini na wengineo kama wapo, anayeweza kusema Allah yuko kama hivi kama hivi. Kwa hiyo yeye kafichikana, albatin. Wa fil hadithi, na imekuja katika hadithi, anta alawwalu falaysa qablaka shay'un. Haya ni maneno ya Mtume alivyokuwa akamsifu Mola wake. Anta alawwalu, Mola wangu wewe ndiye wa mwanzo, falaysa qablaka shay'un, kabla yako wewe hapakuwa na kitu. Wewe ndo mwanzo wa kila kitu, vyote umevianzisha wewe, kabla yako hakukuwa na kitu. Wa anta al-akhiru, na wewe ndiye wa mwisho, vyote vilivyopo tunaambiwa vitateketea. Kullu shay'in halikun illa wajha. Kwa hiyo Allah yeye ndo al-akhiru, Allah wewe ndiye wa mwisho. Falaisa ba'daka shay'un, baada ya kuteketeza hivi tunavyoviona hapatokuwa na chochote baada yako, yani wewe upo, hupotei. Wa anta dhahiru, na wewe Allah ndiye wa dhahiri. Falaisa fawqaka shay'un, juu yako wewe hakuna kitu kingine, hakuna kitu kilicho zaidi ya Allah. Kwa hiyo yeye ndo dhahir. Wa anta albatinu, na wewe ndiye wasiri uliyefichikana. Falaisa dunaka shay, chini yako hakuna chengine chochote. Qala Sheikh Zada, amesema Sheikh Zada
Waqad fassara sahibu al-Kashafi, aliyeandika tafsiri ya Qur'ani inaitwa Al-Kashaf, mtungaji wa tafsiri hiyo katafsiri neno al-batin biannahu ghairu al-mudrak bilhawas, ghairu mudrak bilhawas. Allah hawezi kufahamika kwa kupitia milango yetu ya hisia. Hawas ni kama masikio. Hakuna mtu aliyesikia sauti ya Mungu anasema, labda tunavyosimuliwa Nabii Musa alikuwa anasikia maneno, lakini alikuwa anasikia maneno. Hawas ni macho tunayoonea, hakuna mtu aliyepata kumuona kwa macho yake mawili. Hawas ni pua, tunasikia harufu, hakuna mtu anayeweza akasema nimesikia harufu ya Mungu leo yupo karibu, anatiritiri hapa karibu. Hawas ni ngozi, kuhisi, sema feeling hii hapa niko karibu ya Mungu, hakuna. Kwa hiyo hawezekani Allah kuthibitishwa kwa kupitia milango yetu ya fahamu. Wa huwa tafsirun, na hii ni tafsiri bihasbi tashahi yuayidu madhhabihi min istihalati ru'yati llahi fil akhirah. Na hii ni tafsiri ambayo inajengea ile misimamo yake yeye na watu wanaomkubali ya kuthibitisha kwamba Allah hata akhera haonekani. Hapa duniani hatumuoni na akhera pia hatumuoni, kwamba huyu leo ndo Mola wetu kwa dhati yake. Yeye anajiita mkubwa kuliko ulimwengu, na ulimwengu kuanzia ardhini mpaka mbinguni ni mkubwa sana, yeye mkubwa zaidi. Sasa atakuja kwenye eneo fulani, eneo jingine awe haonekani, hayupo, atajidhihirishaje? Hicho ni kitandawili, lakini kina mbishano wa wanawachuoni. Wengine wanasema haonekani Allah, kama alivyosema mwenyewe, la tudrikuhul absaru, haonekanwi na macho, wa huwa yudrikul absara, lakini yeye ndo anayewaona viumbe aliyowapa macho. Anawaona lakini wao hawatamuona. Na Nabii Musa aliposema rabbi arini anzur ilaik, Mola wangu naomba ujitokeze nikuone, nifanye nikuone. Qala lan tarani, na hapo wanawachuoni wakasema harfu lan inakataa kwa sasa na muda wote ujao, eti infinity, haonekani. Sasa hayo ni shekhe kaweka hapa, katunukulia tu maneno hayo ya Kashaf, akasema aliyaongelea katika upande huo. Walhaqu annahu ta'ala dhahirun biwujudihi, lakini kilicho sawa cha kweli cha haki ni kwamba Allah yupo dhahir kwa sababu ya uwepo wake. Yupo, na kuwepo kwake tunathibitisha kwa kuviona anavyovifanya na anavisimamia bado. Kama havisimamiwi vingelikuwa vimeshapoteza mwelekeo. Batinun bikunhi, lakini ni batin kwa sababu ya ule uhalisia wa umbile lake, jinsi alivyo, hawezekani kuonekana, hatuwezi kumjua. Kwa hiyo kafichikana kwetu, hatuwezi kumuona yukoje. Dhahiri yupo kwa sababu anayoyafanya tunayaona, hata ikiwepo kule kuumbwa kwetu sisi wenyewe, akatuwezesha tunavuta pumzi, moyo ndani unapiga, damu inatembea, tunagonga msosi, tunapata ladha, afya zinaenda, anahuisha na kufisha. Hayo tunayashuhudia na hakuna anaweza kukataa. Kwa hiyo yote haya ni dalili kwamba yupo anayeyasimamia. Yuko dhahir kwa anayoyafanya, lakini yuko batin, hatuwezi kujua umbile lake yukoje. Wa annahu ta'ala jami'un baina alwasfaini, Allah amejumuisha pamoja wasifu mbili hizo. Azalan abadan, hizi sifa mbili kazikusanya pamoja milele, maisha yote ziko hivyo. Yeye ni dhahir na batin. Wa huwa bikulli shay'in alim, na Allah anajua kila kitu, hachoki, hasahau, haghafiliki, hasinzii, halali, hapendelei, hadhulumu. Yuko hivyo hivyo tangu huko mwanzo mpaka tunakoendelea, yuko hivyo hivyo tu, hatetereki, habadiliki.
Wa huwa bikulli shay'in alim, Allah anajua kila kitu. Huwa taala, yeye Allah mtukufu, alimun bikulli dharratin fil kauni, ana elimu ya kujua kila chembe moja moja katika ulimwengu huu. La ya'zubu an ilmihi shay'un, hakuna chochote kinachopatikana kwenye ulimwengu huu kikawa hakipo kwenye ufahamu wake Allah. Kwamba kuna vingine vinafanyika ana monitor anajua, vingine vinafanyika kinyemela havijui. Hakuna vikubwa wala vidogo, hakuna kitu kinachofanyika kikawa hakimo kwenye ufahamu wake Allah. Fil ardi wala fis samai, si hapa ardhini wala sio mbinguni. Kwa hiyo wewe hapa ukidhulumiwa ukimuomba msaada, na aliyeko Ulaya na Marekani kadhulumiwa anamuomba msaada, wewe hapa una haja unamuomba akukidhie, na mwingine yuko Marekani ana haja anamuomba. Ulimwengu mzima wote wanacho hawana, wajinga wasomi, anawahudumia kwa wakati mmoja, na anajua nia zao haja zao bila ya kughafilika na hata mmoja. Huwa alladhi, yeye Allah ndiye ambaye khalaqa samawati wal arda fi 6 ayamin, ameumba mbingu 7 na ardhi kwa muda wa siku 6. Hizi siku anazijua mwenyewe, kwa sababu sisi tunapima siku kwa mwenendo wa jua. Yeye kaumba mbingu na ardhi kabla hajaseti jua na mwezi na vinginevyo, akapima siku 6. Siku hizo anazijua mwenyewe, au kafanya kazi yake alafu akatuambia sisi kwa vipimo vyenu ni kama hizo siku 6 zenu, wallahu aalam. Lakini anasema kafanya kazi ya kuumba mbingu na ardhi kwa muda wa siku 6. Khalaqahuma fi miqdari 6 ayamin, Allah ameumba mbingu na ardhi kwa kipindi chenye kukadiriwa kama siku 6 hivi. Walau shaa, lakini kama angetaka, la khalaqahuma bilamhil basari, angeliumba mbingu na ardhi dufa, kama kupepesa jicho. Inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah akitaka lake kufanya hulifanya ndani ya muda mfupi, kwa kiasi cha mtu kusema neno kun, kukiamrisha kitu kuwa kitu fulani na kikawa kwa ile amri. Allah anafanya hivyo, lakini anatufundisha kwamba yeye alichukua a period of time, kiasi cha siku 6, akaseti hivi vitu, mbingu na ardhi na baina ya mbingu na ardhi na vitu vingine. Walau shaa la khalaqahuma bilamhil basari, kama angetaka Allah angeumba mara moja tu kama kupepesa kwa jicho, mbingu 7 tayari na ardhi tayari. Wa huwa tahqiqun li'izzatihi, kauli hii ni uhakikisho wa nguvu zake alizonazo. Kwa nguvu zake na maamuzi yake kaamua kafanya hivyo. Wa kamali qudratihi, na pia anaakisi kwa kauli hiyo ukamilifu wa uwezo alionao, ana uwezo uliokamilika. Kama anna qawlahu, kama vile ambavyo kasema kauli yake Allah, ya'lamu ma yaliju fil ardi, anajua Allah yale yanayoingia ardhini. Ilaj ni kuingiza kitu ndani ya kitu chingine. Kwa hiyo ya'lamu, Allah anajua ma yaliju fil ardi, kile kinachoingia ardhini. Ardhi hupigwa na jua kama siku hizi za kiangazi ikawa kavu, halafu wakashusha maji, ardhi ikanyonya maji. Kwa hiyo Allah anajua lita ngapi za maji zilishuka na zikaingia kwenye ardhi, wapi zipo anajua. Miti, mimea inapukusa mbegu, Allah anajua ni mbegu ngapi zimo katika ardhi za miti na mimea mbalimbali. Watu huwa wanalima wakatupa mbegu katika ardhi, anajua kila punje moja ya mbegu walioiweka mkulima kaweka mle ndani ya ardhi, na vinginevyo ambavyo sisi hatuvijui Allah anavipo, vinaenda kwa ilmu yake. Ya'lamu, Allah anajua ma yaliju fil ardi, kila kinachoingia ndani ya ardhi Allah anakijua. Tahqiqun li hikmatihi,
Na kauli hii anatuhakikishia hikma yake Allah. Ni mweledi anayejua vitu vidogo vidogo na vikubwa vikubwa kwa kina, kwa taaluma ya kina. Wa kamali ilmihi, na kauli hii pia Allah ameitumia kutufahamisha ukamilifu wa ujuzi wake. Anajua kila kitu. Thumma stawa ala al-arshi, baada ya kuumba mbingu na ardhi kwa muda wa kipindi hicho cha siku 6. Thumma stawa ala al-arshi, alafu mwenyewe akastawi kiutawala katika arshi yake. Wanawachuoni wanatuambia ardhi yetu hii si ya mviringo, lakini ipo angani, inatembea kwenye falaki yake. Na ardhi haiko peke yake, viko vingi angani vinatembea kwenye falaki zake. Hivi vinavyotembea kama ardhi na hizi sayari zenziwe 8, wataalamu wamezipa jina, wanaita solar system, zinazunguka jua moja. Hii solar system hapo angani ziko kwa mamilioni, na hizi solar system zinazotengeneza mkonga mmoja au ring moja, kilugha ya kiastronomy wanaita galaxy. Na hizi galaxies kwenye space ziko in millions. Zote hizi ziko chini ya mbingu ya kwanza. Vitu vyote ambavyo tukiangalia kwa telescope tunaviona kwa macho yetu viko chini ya mbingu ya kwanza. Sasa ujue hili eneo la hapa ardhini ni kubwa sana. Kama eneo la chini ya mbingu ni kubwa, kama kutoka kwenye ardhi yetu mpaka lilipojua maili 93 milioni. Haya ni masafa madogo sana ukilinganisha. Hii ni solar system moja, kuna mamilioni ya solar systems yamekaa hapo. Halafu mamilioni ya solar system yanatengeneza galaxies, na hizo galaxies ziko kwa mamilioni galaxies kwenye chini ya mbingu ya kwanza, kama alivyosema Allah, inna zayyana samaa dunya bizinatin alkawakib wa hifdhan min kulli shaytanin marid. Nimeipamba mbingu iliyo karibu yenu, yani eneo lililo chini ya mbingu ya kwanza, nimelipamba kwa mataa. Ndio hizo sayari, nyota na vinginevyo, vyote viko chini ya mbingu ya kwanza. Eneo hili limepambwa kwa vitu hivyo. Kwa hiyo baada ya hivi vitu vingi vilivyochukua eneo kubwa, ndo unaikuta mbingu ya kwanza. Mbingu mwenyewe kazisifia 7 shidada, kama kutoka hapa mpaka kwenye jua maili 93 milioni, na ni masafa madogo sana. Je, hiyo mbingu ina kina cha maili milioni ngapi kutoka chini mpaka juu yake? Ukiipita mbingu hiyo kuna open space tena kama hivi, masafa ya mamilioni mingi ya maili, ndo uikute mbingu ya pili. Hizi mbingu 7 zimepangwa hivyo kwa masafa makubwa. Baada ya mbingu 7 ndo kuna kursiyu. Vitu vyote viko kwenye oval shapes kama vimefunikana. Kuna kursi baada ya mbingu 7. Baada ya mbingu 7, mbingu ya 7 kuna nafasi tupu, halafu ndo kuna kursi kubwa kuliko mbingu. Halafu baada ya kursi kuna open space, kesha ndo kuna hiyo arshi ya Rahmani. Sasa arshi ni kubwa kuliko mbingu 7 na ardhi. Sasa thumma stawa ila al-arshi, thumma stawa ala al-arshi, halafu akakaa Allah, akastawi Allah juu ya arshi yake. Na hili pia watu wamejadiliana, wakasema Allah ni mkubwa, kwa hiyo kakaa juu ya arshi yake. Ukisema kakaa, ndo tunaenda kule kule katika kumshabihisha. Kama kakaa, atakuwa ana mbele na ana nyuma, kaelekea wapi? Sasa akikaa huku nyuma ya mgongo wake anaona kama anavyoona mbele. Usimkadirie shepu. Wewe kasema yeye ni mkubwa zaidi, Allahu Akbar, tambua mkubwa. Ujue ukubwa wa vitu vilivyo ndani ya elimu yako kwenye huu ulimwengu, halafu yeye mbakishie ukubwa uliobakia wote. Allah ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo walipobishana wanawachuoni
kuhusu hii neno istiwa. Kuna aya katika sura Taha inasema Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa, ndio hii thumma stawa ala al-arshi. Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa, wakaulizana kaifa taswiyatuhu, kaifa stiwauhu, iyo kustawi kwake kwenye arshi kakaje? Sasa mnaingia anga, sio haya mambo hayawahusu, hamjatakiwa haya kujua. Wakasema wengine wenye hikma, istiwaun ma'lum wal kayfiyatu majhulun. Istiwa, mtu akikwambia kastawi kwenye kiti chake, kwenye madaraka yake, istiwa ni jambo maalum tunalijua. Fulani kastawi kwenye mamlaka yake, kwenye kiti chake cha enzi, kwenye ofisi yake. Istiwa ni jambo maalum tunalijua, kastawi juu ya kiti chake. Lakini wal kaifiyatu majhulun, kaifia, how, vipi, kakaaje, hili jambo halijulikanwi na wala hatutakiwi kulitafiti, maana tutakufuru baadaye. Waelewa hivyo tu. Kaumba mbingu na ardhi, akaweka alivyoviweka kwenye maeneo hayo, thumma stawa ala al-arsh, alafu mwenyewe akastawi kwenye arshi. Istiwaun yaliqu bijalalihi, istiwa yenyewe inayofanana na utukufu wake, mwenyewe anajua kakaaje. Min ghairi tamthilin wala takyifin, tunatakiwa tuamini Allah kastawi kwenye arshi yake bila ya kuwa na tabia ya kupiga mfano. Kakaaje? Kaelekea wapi? Hiyo arshi yake ikoje? Ina miguu? Haina. Wala takyifin, wala hatutakiwi kaifa qaada au kaifa stawa, kakaaje, hatutakiwi kujua hayo. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, Allah anayajua yale yanayoingia katika ardhi. Yote yanayopenya yakaingia ndani ya ardhi, Allah anayajua. Wama yakhruju minha, na Allah anayajua yanayotoka kwenye ardhi, miti, mimea na mazao mengine. Tunachimba gesi siku hizi, petroli na vitu vingine, vyote viko kwenye ilmu ya Allah. Vinavyoingia ardhini Allah anavijua, na vinavyotoka kwenye ardhi Allah anavijua. Ya'lamu ma yadkhulu fil ardi, Allah anayajua yanayoingia ardhini. Min matarin wa aqwatin, kama mvua, maji ya mvua yale anayajua kiasi chake. Wa aqwatin, na anajua vyakula ambavyo ardhi inaingiza. Kuna vitu vinaingia katika ardhi ni vyakula vya viumbe, kabla sisi hatujavitambua kuwa ni vyakula, vinaingia kwanza kwenye ardhi. Allah anajua nimeweka stoki ya kiasi gani kwa ajili ya viumbe wangu. Wama yakhruju minha, na Allah anayajua yanayotoka kutoka kwenye ardhi. Min maadinin, kama madini, wa nabatin, na mimea, wa ghairi dhalika, na vitu vingine vinavyotoka ardhini, vinatoka kwa ilmu ya Allah. Wama yanzilu minas samai, na Allah anayajua yanayoteremka kutoka mbinguni. Wama yaruju fiha, na anayajua yale yanayotoka hapa yakapanda kwenda mbinguni. Yanayoshuka kutoka mbinguni kuja huku anayajua, na yanayotoka huku kwenda mbinguni anayajua. Ai, maana yake wama yanzilu minas samai, Allah anayajua yanayoteremka kutoka juu. Minal arzaqi, kama bajeti za riziki za viumbe binadamu na wanyama. Kuna vitu vingine vinakuwa viko kwenye fomu ya kutokuonekanwa, lakini vinaletwa. Kama mtu anapolala na mkewe, hategemei kuwa nitapata mtoto usiku wa leo, lakini Allah keshapanga akuruzuku mtoto, utampata baadaye. Lakini anatinga kwenye ile jambo la starehe yako tu, Allah anakupenyezea riziki. Kwa hiyo riziki huletwa katika ardhi yetu hii, kwa sababu ardhi ndio iliyoandaliwa ibebe mahitaji ya viumbe yote. Hayo mahitaji tunapotiliwa humo ardhini, sio wenyewe hatuyaoni, Allah ndo anayajua. Anayajua yanayotoka mbinguni, minal arzaki, kama riziki za viumbe.
walmalaikati, au malaika wake anapowatuma kuja kutekeleza mambo mbalimbali, wanashuka kutoka mbinguni, anajua. Warahma, rehema zake anazotaka kuwarehemu viumbe, sisi hatuzioni rehema za Mungu, lakini yeye mwenyewe anapoleta rehema zake anajua kaleta nini. Waladhab, na adhabu zake pia. Naweza kuwa katangaza mission ya kwamba kitongoji fulani kiadhibiwe, mikakati ya kuitekeleza hiyo adhabu inaanza mapema, wenyewe hawajui, alafu siku na wakati muafaka inatekelezwa tu. Anayajua Allah yanayoshuka kutoka mbinguni. Wama yasudu fiha, na anayajua Allah yanayopanda kutoka huku chini yakenda huko juu mbinguni. Minal malaika, pia katika hao malaika ambao huja kutekeleza alafu wanarudi kupeleka mrejesho. Wal a'mali salihah, na amali za viumbe wanaofanya ardhini, kumbukumbu za rekodi zao zinapandishwa mbinguni. Sisi hatujui, Allah anajua kila kitu. Kakaulihi ta'ala, ni kama kauli yake Allah alivyosema, ilaihi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal 'amalu salihu yarfa'u. Maneno yenu mazuri yanapanda kwenda kwa Allah kama mnapoomba dua, lakini amali zenu njema ndizo zinazoyanyanyua maneno. Hachukui maneno matupu. Maneno yenu muyatie kwenye vifungashio, package nzuri, na package ya maneno yenu ni amali njema. Na ndio maana mtu hutoa sadaka au hufanya jambo la kheri, halafu baada ya kufanya hiyo kheri amali, ndo akafungamanisha amali ile na dua zake au maombi yake. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, na huyu Mola wenu yuko pamoja nanyi popote mlipo. Hayuko mbali na sisi, yuko pamoja nasi popote tulipo, vyovyote tulivyo. Wa huwa ma'akum, Mola wenu yuko pamoja nanyi aina ma kuntum, popote mulipo. Kwa hiyo ukifanya jambo lako, angalau wakati mwingine uone haya, Mungu ananiona. Popote ulipo yupo. Huwa jalla wa ala, Allah mwenye utukufu na cheo cha juu, hadirun ma kulli ahadin biilmihi wa ihatatihi. Allah yupo kwa elimu yake, anajua kila kinachofanyika na anakihifadhi kumbukumbu ya kila kinachofanyika. Qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas, huwa alimun bikum, Allah Mola wenu anakujueni vizuri nyinyi waja wake. Ainama kuntum, popote mtakapokuwepo. Waqala Ibn Kathir naye amesema, huwa raqibun alaikum, Allah anakufuatilieni. Hajawaeka hapo kwamba hajui mnachofanya, anakufuatilieni, anafuatilia mambo yenu. Shahidun ala a'malikum, Allah mwenyewe ni shahidi juu ya yale matendo mnayoyatenda. Achilia mbali malaika aliyowakilisha kutunza kumbukumbu za matendo yetu, yeye mwenyewe Allah pia ni shahidi. Kuna mambo hata malaika hawayajui, lakini Allah mwenyewe anayajua, na siku ya kiyama atatuonyesha wakati wa hukumu. Haithu kuntum, popote mtakapokuwepo Allah yuko nanyi. Wa aina kuntum, popote mlipo Allah yuko nanyi. Vyovyote mlivyo, popote mlipo Allah yuko pamoja nanyi. Min barrin wa bahrin, mukiwa nchi kavu Allah anawaona, mukiwa baharini Allah anawaona. Fi lailin au naharin, ikiwa ni wakati wa usiku Allah anawaona, ikiwa ni wakati wa mchana Allah anawaona. Sawa'u minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi, kwenu nyinyi ni sawa sawa, yule anayenong'ona na mwenzake maneno yake akayatoa kwa siri ni sawa sawa na yule anayefunga amplifier akasema hadharani. Kusikia kwa Allah anavyosikia maneno ya jahara ni kule kule anavyosikia maneno ya siri. Waman huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahari, pia Allah anamjua yule anayefanya mambo yake kwa kujificha, kwa kunyatia kwenye kiza cha usiku ili asionekane. Yule anamuona kama anavyomuona anayefanya mambo yake mchana kweupe. Huo ndo uwezo wa Allah. Fil buyuti, mkiwa kwenye majumba yenu, awil qifari, au mkiwa sehemu nyingine za faragha mmejificha zaidi ya kwenye majumba. Aljamiu fi ilmihi ala sawa,
Vyote hivi vitakuwa vipo katika ilmu ya Allah sawa sawa. Aliyechimba shimo lake, tunnel ndani ya ardhi, ndani ya milima, akajificha huko kizani anafanya vitu vyake, yule Allah anamuona kama anayemuona aliyopo uwanjani wakati wa jua kali. Haathiriwi na kiza na mwangaza kwa kuona kwake, wala haathiriwi na sauti kubwa na ndogo katika kusikia kwake. Anasikia sawa sawa wanaonong'ona na wanaosema sana, na anaona sawa sawa wanaofanya kizani na kwa upeni. Yasma'u kalamakum wa yara makanakum, Allah anayasikia maneno yenu yote mnayoyasema na anaona location zenu mnapokuwepo. Wa ya'lamu sirrakum wa najwakum, Allah anajua siri zenu na minong'ono yenu. Wallahu bima ta'maluna basirun, na istoshe Allah anayaona yote mnayoyafanya. Raqibun ala a'mali al-ibadi, Allah anazifuatilia amali za waja wake. Muttaliun ala kulli saghiratin wa kabiratin, anavijua vyote vinavyofanyika, vidogo na vikubwa. Kwa leo inshallah tuweke hapo, tutakuja kuendelea katika aya inayofuata kwenye darasa ijayo inshallah. Aya 4 zinatosha hizo leo. Sabbaha lillahi ma fi samawati wal ardi, vinamsabihi Allah vitu vyote vya mbinguni na vyote vya ardhini. Wa huwa al-azizul hakim, na yeye Allah ni mwenye nguvu na mwenye hikma. Lahu mulku samawati wal ardi, ni wake ufalme wa mbinguni na ardhini. Yeye ndo mwenye kutasarraf katika maeneo hayo anavyotaka mwenyewe. Yuhyi wa yumitu, yeye ndiye anayehuisha na kufisha. Anavileta viumbe kwenye uhai na vingine anaviondosha kwenye uhai, anavifisha. Kazi hiyo anafanya Allah. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na Allah ni muweza juu ya kila kitu. Huwa al-awwalu wal-akhiru, yeye ndiye wa mwanzo na ndiye wa mwisho. Wadh-dhahiru wal-batin, na yeye ndiye wa dhahir na ndiye aliyefichikana. Wa huwa bikulli shay'in alimun, na Allah yeye kila kitu anajua. Huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda, Allah ndiye aliyeumba mbingu na ardhi. Fi 6 ayamin, kwenye siku 6. Kaumba mbingu na ardhi kwa kipindi cha siku 6. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda, yeye ndiye aliyeumba mbingu na ardhi. Fi 6 ayamin, kwa kipindi cha siku 6. Thumma stawa ala al-arshi, halafu akastawi kwenye arshi yake, akatamallaki kiutawala, kiuendeshaji kwenye arshi yake. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, anayajua yote yanayoingia ardhini. Wa ma yakhruju minha, na anayajua yanayotoka ardhini. Wa ma yanzilu minas samai, na anayajua Allah yanayoteremka kutoka mbinguni. Wa ma yaruju fiha, na yanayotoka hapa chini kwenda huko mbinguni, yanayoshuka na yanayopanda, yote yanayajua. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, na yeye Mola wenu yuko nanyi popote mlipo, vyovyote mlivyo. Wallahu bima ta'maluna basir, na Allah ni mwenye kuona yote mnayoyafanya. Wallahu a'lamu. Ala hadha alqadri yaqifu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.